Karibu sana katika mwendelezo wa taarifa zetu siku ya leo, na muda huu utasikia taarifa pia kuhusu wanajeshi wa Ukraine ambao wamezingirwa na vikosi vya Urusi, wameshambuliwa na wengine kusababisha maafa ama kupoteza maisha baada ya kushambuliwa. Kama unakumbuka mwanzoni kabisa ama wikendi ya wiki iliyopita ni kufahamisha kuhusu idadi kubwa wanajeshi wa Ukraine takriban 10,000 kuzingirwa na vikosi vya Urusi. Basi pia utasikia kila ambacho kimejiri baada ya wanajeshi hao kuzingirwa na vikosi vya Urusi. Vikosi vya Urusi vinaendelea na operesheni za kuwashambulia wanajeshi wa Ukraine waliokwama katika mifuko miwili iliyozingirwa kwenye mstari wa mbele wa kivita. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti hivyo Oktoba 27 kuhusu operation za mashambulizi kwa wanajeshi ambao imewazingira katika siku za hivi karibuni. Wizara hiyo imeripoti ya kwamba vikosi vya Ukraine karibu na Kupiansk vilifanya majaribio matatu yasiyofanikiwa kuvunja kizuizi cha Urusi na kupata hasara ya hadi wanajeshi 50 na vipande 6 vya vifaa vyao vizito. Katika eneo tofauti karibu na Krasnoarmeysk pia ambayo inajulikana kama Pokrovsk, wanajeshi wengine 60 waliuawa wa Ukraine, na huku magari mawili ya kivita na magari matatu yakiharibiwa kabisa na vikosi vya Urusi katika mashambulizi hayo, ambapo wanajeshi hao wa Ukraine pia walijaribu kufanya mashambulizi ya kuvunja mipaka au mistari ya wanajeshi wa Urusi ambao wamekwisha kuwazingira katika eneo hilo. Katika mkutano wa ngazi ya juu ya kijeshi siku ya Jumapili, mkuu wa wafanyakazi mkuu wa Urusi Bwana Valery Gerasimov alimweleza rais wa Urusi Vladimir Putin ya kwamba takriban wanajeshi 5,000 wa Ukraine walizingirwa karibu na Kupiansk na wengine 5,500 wamezingirwa huko karibu na Krasnoarmeysk. Naye rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky yeye pia amekataa madai ya Urusi, akiyaita habari bandia zilizokusudiwa kwenda Marekani ama kuchafua kwa Marekani, ambapo Kyiv imesisitiza kwamba wanajeshi wake wanaendelea kuwa na uwezo wa kupigana na kwamba maendeleo ya Urusi hayaleti tishio kwa mafanikio ya kimkakati. Zelensky ametupilia mbali mara kwa mara ripoti za vikwazo vikubwa vya Ukraine, huku akiomba wafadhili wa Magharibi ufadhili wa ziada na silaha nchini humo. Na wakati huo pia wanajeshi na maafisa wa Ukraine waliohojiwa na vyombo vya habari vya ndani na Magharibi wameshutumu serikali kwa kuamuru kushikilia nafasi zisizoweza kushikiliwa kwa sababu za kisiasa badala ya ulazima wa kijeshi. Na hicho ndicho ambacho pia kimezungumzwa au kimeripotiwa kuhusu ripoti ambayo pia nilikufahamisha hapo nyuma ya kwamba kuna idadi kubwa wanajeshi wa Ukraine wapatao 10,000 wamezingirwa huko Kupiansk na Krasnoarmeysk, ambako idadi hiyo kubwa wanajeshi ya Ukraine iliyozingirwa. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Jumatatu ya kwamba licha ya kwamba bado pia wanajeshi wa Ukraine wapo katika hali ngumu, lakini bado wanajaribu kufanya mashambulizi ya kushtukiza ama kulazimisha na kusababisha pia jeshi la Urusi kufanya mashambulizi na kusababisha kwao baadhi kupoteza maisha, ambako kwa upande wa huko Kupiansk ni wanajeshi 50 wameuawa kwa siku ya jana, lakini pia wengine 60 huko karibu na Krasnoarmeysk ama Pokrovsk. Tayari pia wanajeshi wa Ukraine waliuawa wakati wakifanya mashambulizi ya kushtukiza ama kulazimisha katika maeneo ambayo wameweza kuzingirwa na vikosi vya Urusi. Hiyo ndiyo taarifa kutoka mstari wa mbele wa kivita muda mchache ambao umekwisha kupita, na imeripotiwa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Na taarifa nyingine ni kumhusu rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, ambaye ametajwa kuwa rais maarufu zaidi duniani. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ndiye kiongozi maarufu zaidi duniani. Mwandishi wa habari wa Marekani Tucker Carlson amesema katika mahojiano ambayo ameyafanya hivi punde. Nje ya Ulaya Magharibi, Canada na Anglosphere, karibu haiwezekani kukutana na mtu ambaye hampendi Putin, Carlson amesema. Kwa kiasi kikubwa yeye ndiye kiongozi maarufu zaidi duniani, Carlson amesema, akibainisha kuwa sababu kuu ya umaarufu wa Putin duniani ni ukweli ya kwamba ameweka maslahi ya nchi yake juu yake mwenyewe kwa njia nyingi, kwa njia ambazo viongozi wa Magharibi hawazifanyi. Alipoulizwa kama mtazamo wake kuhusu mtazamo wa Putin ulibadilika baada ya mahojiano naye mnamo Februari 2024, Carlson alisema ya kwamba alishangaa mno kugundua ya kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin anapenda Magharibi na kwamba labda anaipenda zaidi ya mtu yoyote ambaye angeweza kuchukua nafasi
ya Putin. Katika mahojiano yake na shirika hilo la habari, Carlson pia amependekeza kwamba Marekani, Ulaya Magharibi na sehemu kubwa ya ulimwengu ulioendelea kiviwanda ziko katika awamu ya kushuka, huku Urusi ikipitia uamsho wa kiroho na inathibitisha kuwa nchi iliyofanikiwa yenye hisia ya kujithamini na hisia ya kusudi. Pia amependekeza zaidi ya kwamba hii ilikuwa moja ya sababu ambazo Magharibi inaichukua sana na inataka kuiharibu. Inakumbukwa pia Carlson aliambia Bild ya Ujerumani mnamo mwezi Julai mwaka huu ya kwamba ingawa Putin alikuwa akifanya kazi nzuri kwa Urusi, lakini viongozi wa Magharibi walikuwa wakiwaangusha watu wao. Nchi yao inaporomoka, Urusi inaporomoka. Mnapaswa kuwakasirikia viongozi wenu, mnamkasirikia Putin na badala yake, alikiambia chombo hicho cha habari. Na Carlson aliendelea kwa kupendekeza kwamba maafisa wa Ujerumani walikuwa wakimshambulia Putin na Urusi ili kuvuruga umma kutokana na masuala ya kiuchumi na uhamiaji wa ndani. Pia rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amesaini sheria inayositisha rasmi mkataba na Marekani kuhusu utupaji wa plutonium ya ziada ya kiwango cha kijeshi, ambako Moscow pia ilisitisha mkataba huo mwaka 2016 ikitaja sera za uadui za Washington kuelekea Urusi. Bunge la Urusi lilipitisha mswada unaomaliza mkataba huo mapema mwezi huu, huku baraza la juu likiupa ruhusa Jumatano iliyopita, na sheria hiyo ilianza kutumika Jumatatu baada ya Putin kuidhinisha. Makubaliano hayo ambayo awali yalitiwa saini mnamo Septemba mwaka 2000 yalitamka ya kwamba kila msaini aondoe tani 34 za plutonium ya kiwango cha kijeshi ambazo zilitangazwa kuwa hazitumiki kwa madhumuni ya programu za kijeshi. Oktoba 2016, Urusi pia ilisitisha mkataba huo ikitaja vitendo vya uadui vya Magharibi, vikwazo na upanuzi wa NATO kuelekea mashariki barani Ulaya miongoni mwa sababu zingine. Hata hivyo, Moscow ilikuwa imeonyesha nia ya kufufua ikiwa Washington itashughulikia malalamiko yake. Dokezo lililoambatana na sheria hiyo lilitaja mabadiliko ya msingi katika hali, ikiongeza kwamba kiwango cha sera za Washington za kupinga Urusi zimeongezeka tu katika miaka ya hivi karibuni. Akiwahutubia wabunge wa Urusi mapema mwezi huu, naibu waziri wa mambo ya nje ya Urusi Sergei Bykov pia alibainisha kwa Marekani ilikuwa imejaribu kubadilisha itifaki za utupaji wa plutonium, ambako Moscow ilipinga, ikielezea wasiwasi ya kwamba nyenzo zenye mionzi zinaweza kufutwa na kutumika tena, mwanadiplomasia huyo alisema. Wakati wa muhula wa kwanza wa rais wa Marekani Donald Trump akiwa madarakani, Washington pia iliweza kujiondoa kutoka mkataba wa vikosi vya nyuklia vya masafa ya kati wa mwaka 1987 pamoja na mkataba wa anga huru wa mwaka 1992. Mwezi uliopita pia Putin alilalamika ya kwamba hatua kwa hatua mfumo wa makubaliano ya Kisovieti Amerika na Urusi Amerika kuhusu makombora ya nyuklia na udhibiti wa silaha za kujilinda kimkakati ulikuwa karibu uvunjwe kabisa. Alisema ya kwamba Urusi ilikuwa tayari kuendelea kuzingatia mapungufu ya kati ya mkataba mpya wa START, makubaliano pekee yaliyobaki ya udhibiti wa silaha kati ya Moscow na Washington kwa mwaka mmoja baada ya kuisha tarehe 5 Februari ya mwaka 2026. Ikiwa imeanza kutumika tangu 2011, mkataba huo unaweka mipaka kwa Marekani na Urusi kwa si zaidi ya vichwa 1550 vya nyuklia vya kimkakati vilivyotumika. Akijibu pendekezo hilo, Putin mapema Oktoba alisema Trump alisifia kama wazo zuri.